Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Habari vile vile vilivyoturipotia kuhusu nchi hizi na kuonesha uzuri wa kilichokuwa kinafanyika kule. Baada ya muda mfupi tu wanatuletea documentaries za kuonesha njaa katika maeneo haya. Ni mko wapi kwani? Vyombo vya habari vilivyokuwa vikituonesha kuhusu Sudan ni juzi tu hapo, vikaonesha maandamano kuipinga serikali na kutaka kumuondoa kiongozi madarakani. Vikatuonesha kwamba angalia mwanamke huyu, kijibinti kidogo hiki kinaongoza maandamano, kijasiri hiki, kina nguvu hiki, kina asma hiki, kibinti hiki, angalia. Wakatuletea ushawishi chungu tele. Sasa hivi mwaka mmoja na nusu, miaka miwili haijaisha, vyombo vya habari hivi vyatuletea documentary Sudani kuna njaa. Mwangalie huyu kijana aitwa fulani bin fulani, ana miaka 12, kakatika miguu, hasomi, ana njaa, umeme hamna. Sijui nisemeje. Sasa hivi ndio kinachofanyika. Hauonekani uharibifu uliofanywa. Havionekani vituo vya mafuta vilivyochomwa, vituo vya mwendokasi vilivyochomwa, maduka yaliyovunjwa na kuibiwa, mabasi yaliyochomwa, watu waliopigwa na kudhuriwa. Vyombo vya habari vyote vyazungumza kwamba waandamanaji wamekuwa wana haki, zimetumika nguvu kubwa katika kuwazuia waandamanaji. Hivi nyinyi mkiangalia maandamano ya vipi hayo ambayo hayana mwelekeo, hayana viongozi ya kuchoma? Sasa waweza ukajiuliza, kwa nini mbona hawazungumzi upande huu? Ndivyo ilivyo hivyo, utie akili. Hawawezi kuzungumza wala kuonesha picha watu wakibeba mitungi ya gesi wanaondoka nayo kwenye maandamano ya kudai haki. Hawawezi kuonesha hicho kitu, mtie akili. Baada ya miaka miwili watakuja kuonesha documentary, watu wana njaa, shule hazina walimu, si kitu gani hivi, kitu gani hivi. Ndivyo walivyo, wanatumia mipasuko. Walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitna wa fikum sama'una lahum, na wapo miongoni mwao wanawasikiliza wao, waona watu wa maana, wakaenda kwao wakazungumza, wakapata maelekezo.